Mheshimiwa Mwenyekiti, Dar es Salaam ni kiwanda kikubwa sana cha kuzalisha mashoga, na mambo haya yanafanyika kwenye kata zetu na mitaa yetu, na polisi kata wapo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ziko wazi. Nini kauli ya serikali kwa watu ambao wanajihusisha kwenye shughuli zao na vitendo vya ushoga kwenye kata zetu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu yako kwa kifupi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa swali la Mheshimiwa Thomas Kampala, swali la msingi, na najua yeye ni balozi wa hayo ambayo ameyazungumza. Na kwa sababu yeye ni balozi, ni lazima kila mahali ambapo anaenda lazima awakilishe ubalozi wake, ili wale waliomteua na wale anaowatumikia waone hicho anachokitumikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la ushoga ambalo amelizungumza ni kosa la jinai kisheria. Na kwa sababu ni kosa, linahitaji utaratibu maalum, kwanza wa kulithibitisha, pili wa kulipeleleza, tatu kulipeleka mahakamani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ninachotaka kumwambia Mheshimiwa Kampala kwamba wale ambao wanatenda kosa hili ni sawa na wengine wanaotenda makosa mengine, na wanapaswa kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Naibu Waziri, nimemwona Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwanza awali ya yote nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri sana juu ya jambo hili alilolieleza la masuala ya ushoga. Lakini nikiongeza, pamoja na majibu yake mazuri, tumeendelea kusimamia sheria ya kanuni za adhabu sura namba 16 ambayo inaeleza kuhusiana na ujinai kwenye masuala yote ambayo yanavunja maadili ya Kitanzania kwa maana ya tamaduni zetu, mila na desturi. Katika sheria yetu ya kanuni za adhabu imeweka bayana vifungu vya 139 kifungu cha hadi 147 juu ya makosa yanayohusiana na masuala ya kujamiiana ambayo yako kinyume na utaratibu, lakini hili linaangukia kwenye unnatural offenses, ambapo katika kipindi chote tumeendelea kuchukua hatua kwa kadri ya ushahidi ambavyo unapatikana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kwa upande wa Jeshi la Polisi tunapopata taarifa kutoka kwenye jamii ambazo tunazifanyia kazi na uchunguzi na upelelezi, na pale inapothibitika kwamba kuna makosa kama hayo tunaendelea kuchukua hatua. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia bunge lako tukufu, kutoa onyo kwa wale wote wanao tengeneza madanguro, kwa maana ya brothels, ni kinyume kwa mujibu wa kifungu cha 147 cha sheria hiyo. Kifungu cha 148 kinazuia mtu kuwa na danguro, kinazuia shughuli za ukahaba, kunufaika au kupata mapato yanayohusiana na ukahaba. Lakini vivyo hivyo masuala yanayohusiana na unnatural offenses, kwa maana ya makosa ambayo yanahusiana na jinsia, hayo yameelezwa moja kwa moja kwenye sheria yetu. Kwa hiyo tutaendelea kuchukua hatua, na hivi sasa nitumie fursa hii pia kuambia dawati letu la jinsia ambayo yako nchi nzima waanze kuchukua hatua za dhati juu ya mambo haya yanayoharibu mila, tamaduni na desturi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.